Vile vile naomba kutumia nafasi hii kuwafikishia salamu za dhati kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wangu wa Nishati, waziri kijana anayekimbia na kuhakikisha kila Mtanzania anatumia nishati safi. Amenituma hapa leo kwa ajili ya kuzindua miundombinu hii, ikiwa ni moja kati ya miundombinu mingine mingi ambayo tunaendelea kuzindua, na lengo letu tunataka mpaka 2030 kila kaya, kila nyumba, kila taasisi itumie nishati safi ya kupikia. Tukio hili linafanyika katika kipindi ambacho Tanzania imepiga hatua kubwa sana katika ajenda hii. Ndugu zangu, matumizi ya nishati safi ya kupikia yameongezeka kutoka 6.9 mwaka 2021 na sasa tunajivunia tumefika 23.2 leo 2025. Hata hivyo, bado takriban 77% ya kaya nchini zinatumia nishati isiyo safi ya kupikia, hali inayochangia vifo kabla ya wakati vya takriban watu 33,000 kila mwaka kutokana na magonjwa yanayochochewa na kuvuta moshi majumbani, pamoja na uharibifu mkubwa wa mazingira unaotokana na ukataji wa miti kwa ajili ya kuni na mkaa, kama walivyoeleza viongozi wangu waliotangulia hapa mbele. Hivyo katika kupunguza athari tajwa, serikali ilizindua mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia 2024-2034 wenye lengo la kuhakikisha ifikapo 2034 80% ya Watanzania watumie nishati safi ya kupikia, na mkakati huu unaenda sambamba na jitihada za kuongeza uelewa kwa jamii, kwa sababu imebainika kuwa changamoto kubwa sio tu upatikanaji wa nishati, bali ni uelewa mdogo wa umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia. Kwa kipindi cha kuanzia Julai 2020 mpaka Mei 2022 tulikuwa tukitumia kuni, na gharama ya kuni kwa wakati huo tukinunua kwa miezi mitatu ilikuwa inatugharimu shilingi milioni 10,500,000. Kwa hiyo kigawanya kwa mwezi hapo ni kama 350,000. Baada ya hapo tulitoka kwenye kuni halisi tukaenda kwenye mkaa mbadala, ambapo kwa mwezi tulikuwa tunatumia milioni 2,753,334. Baada ya kupata mradi huu wa gesi, tumejaza au tumenunua tani moja ya gesi ambayo imetumika kwa kipindi cha miezi miwili kuanzia mwezi Novemba mwaka jana hadi Februari hii, ambapo kwa kutumia gesi hii imeweza kuokoa fedha karibu nusu yake, kutoka milioni 2,753,334 mpaka kufikia milioni 1,351,500 kwa mwezi. Hii sisi kwetu ni nafuu kubwa ya uchumi, ambapo imetuokolea fedha. Unatamka rasmi kuwa mfumo wa nishati safi ya kupikia katika shule ya sekondari ya wasichana ya Bunge na klabu ya nishati safi ya kupikia zimezinduliwa rasmi.